nimalizie, wasemaji ni wengi. Cheche za vijana vyuo vikuu, nimewaambia hapa, sisi tuliandamana baada ya kupata taarifa ya bunge ya Lowassa na era ile iliyopotea ya Richmond, tukaandamana. Lakini maandamano mengine na yakumbuka, tulishawahi kuandamana hapa kwa jambo tu ambalo sio la watu wa vyuo vikuu. Nafikiri ilikuwa mambo ya wafanyakazi ya tume au nini. Yaani wanafunzi mnakaa, mnagundua hili ni baya, mnashawishiana, mnapigana simu, mnaandamana nchi nzima. Sisi wanafunzi wa vyuo vikuu tuliopata means testing kipindi hiko zamani, ili upate mkopo lazima uwe na division 1. Na kozi pekee ambayo sio division 1 upate mkopo ilikuwa ni education. Lakini wewe umepata division 1, uko chuo unaandamana kupinga ukiritimba wa ile mikopo kutoka, na wewe ushapata mkopo na ushapata chuo. Kilikuwa kiwango cha juu cha kujizuia ubinafsi. Kweli si kweli? Zamani tungeweza kusema nishapata mkopo, niko chuo, kwa nini andamani? Lakini unaandamana kwa vijana wa form 6 na form 5 watakaokuja wasikutana na sera mbovu ya mikopo. Na tulifanikiwa, ubaguzi wa mikopo uliondolewa. Leo hii mnaenjoy mikopo hii. Ni watu wamepigana na kusimamishwa na kufukuzwa vyuo. Na wengi waliosimamishwa na kufukuzwa vyuo sio wao walikuwa wanaathirika, walipinga ubaguzi wa kwamba mkopo upate lazima uwe na division 1. Kama ni division 2 ni education au science. Leo kila mtu anapata mpaka vyuo vingine. Sasa la tatu. Katika hilo la tatu la mwisho, kuna kauli zinatoka, vijana tunakaa kimya, mnakubali vipi? Kwanza kauli ya kudhalilisha, pili inahusu vijana na vijana wenyewe tuko kimya. Kuna kauli hapa iliongelewa na Chalamila, inahusu vijana. Nilitegemea vijana wa chuo nchi hii ndio wangekuwa wa kwanza kuipinga. Sijui kama DJ alishapewa ile kile kipande. Hebu DJ tuwekee kidogo. DJ chap kidogo. Chalamila amenukuliwa anasema, kijana mwenye nguvu unauza uduvi, unaingiza kwa siku shilingi 300,000. Wewe kijana wa namna hiyo utaolewa. Mlisikia hiyo kauli au mkusikia? Wangapi wanasema hawakusikia? Kijana wa kiume miaka 30 kapanga uduvi pale, kila siku faida yake yakipata 300. Kaka yangu changamka, hayo sio maagano ya mtoto wa kiume. Kwa mtoto wa kiume kuuza uduvi utaolewa. Mmesikia au nirudie tena? Nirudie? Asili kwa mwezi. Na faida yako ya uduvi ni 15,000. Utashinda. Kijana wa kiume ana miaka 30 kapanga uduvi pale, kila siku faida yake yakipata 300. Kaka yangu changamka, hayo sio maagano ya mtoto wa kiume. Kwa mtoto wa kiume kuuza uduvi utaolewa. Utashindwa kupambana na maisha kwa sababu hata luku ya maji ni 30,000 kwa mwezi. Na faida yako ya uduvi ni 15,000. Utashindwa Mko tayari mkaolewe? Nyinyi vijana wa kiume na waulize. Hii ndio fikra mkuu wa mkoa na kiongozi wa CCM. Kwamba wewe unamaliza chuo na huko unakoenda soko la ajira hakuna. Utakuwa mtaani. Tena bora mwenye uduvi, kwa sababu wewe hata mtaji wa uduvi una. Kweli si kweli? Sasa huyo aliyejikakamua na uduvi, hao wanamtamani matako yake. Wewe ambaye una mtaji itakuwaje? Tafsiri yake na kuandaa, hawa ndio watu wa CCM wanaowasubirieni nyinyi mtaani. Nyinyi mko chuo mnafikiri mko sehemu salama. Wenzenu wanasubiri matako yenu mtaani. Kwa sababu wanajua mtakosa ajira, mtashindwa kujisimamia, hamwezi kupata fedha, na ukiweza kupata fedha anasema huwezi
kumudu maisha, hata kulipa kuruku. Na huyu anayesema hivi si kwa sababu amekupa ajira umeshindwa, si kwa sababu amekuandalia mfumo mzuri wa ajira umeshindwa. Makamu atakuja kuongea. Huyu anayesema hivi anamaanisha ajira hawakupi wao, wanawapa wageni, fursa wanaziuza, ila wao ukija nje kizembezembe, andaa matako yako wakuoe. Huyo ni mkuu wa mkoa. Na kauli hii haikupingwa na CCM, haijawahi kukemewa na kiongozi yoyote kuhusu vijana. Nyie vijana wa Chasu ambao mnajua ni wa Chadema, mko tayari kukubali kauli ya namna hii? Mko tayari kukubali kauli ya namna hii? Tukisema vijana hawana sababu ya kuwa CCM tunamaanisha. Asante sana, Mwenyezi Mungu awasaidie kwa sababu ya muda. Asante sana mwenyekiti.